Mambo vipi mtazamaji wa Jide and Linet? Karibu kwenye tamthilia hii ambayo imekuwa ikilishwa kila siku kupitia chaneli yako ya Chris Media 24, na huu ni mwendelezo wa sehemu ya 4. Tunaendelea pale ambapo tuliishia kwenye sehemu ya 3. Sasa sehemu ya 4 inaelezea vitu kadha wa kadha. Hapa utagundua Jide ameanza kugundua kwamba usaliti upo ndani ya familia hii. Tuanze. Nikukumbushe tu usipite bila kusubscribe ili kuweza kujoin kwenye familia hii kubwa. Usiku ulikuwa mzito, barabara za jiji likionekana chini ya taa za mtaa. Jide alikuwa ameketi ofisini mwake, macho yake akiwa na hasira na hofu. Simu yake ilikuwa imepiga mara kwa mara, lakini hakutaka kuzungumza bado. Alijua tatizo la kampuni yake limekuwa kubwa zaidi jinsi ambavyo alikuwa anafikiria mwanzoni. Hapa sasa ugunduzi kuhusu usaliti umeanza kufahamika ndani ya kampuni hii, na inatajwa kwamba familia ya Linet imeanza upekuzi na imekuwa ikifanya taratibu mbalimbali ili kuhakikisha kwamba wanamshusha Jide ili mtoto wao aweze kumuona kama hana pesa then arudi nyumbani kwao. Ghafla meneja wake alimuita kwa siri. Bosi, tumegundua ni nani anayejaribu kuiba mradi wako. Ni mmoja wa washauri wako wa ndani. Jide alikaza pumzi. Uso wake ulikuwa mkali. Alijua sasa usaliti ulikuwa karibu zaidi kuliko ambavyo alikuwa ametarajia. Sasa hapa njama za wazazi wa Linet zinaanza kugundulika. Twenzetu utanielewa taratibu. Ndani ya nyumba ya wazazi wa Linet, baba na Victor walikuwa wanapanga hatua nyingine. Ikumbuke kwenye episode ya kwanza walikuwa wanapanga jinsi mikakati yao ambavyo wataiweka ili kuweza kumwangusha Jide, ili lengo tu kwamba watakapomwangusha tu Jide aweze kuwa amefilisika, basi mtoto wao ataamini kwamba hana pesa, then watarudi kwa familia yake, kitu ambacho ndo wanakipanga wazazi wake. Sasa pengine wazazi hawataki kuona anaolewa na tajiri huyo, tutajua huko mbele. Sasa ndani ya nyumba ya wazazi wa kina Linet kukawa na mipango ambayo inapangika hapo. Babake Linet lakini pia na Victor walikuwa wamepanga mpango mwingine, akisema kwamba sasa binti yetu atakuwa chini ya udhibiti wetu, mradi wa Jide utapotea na hatimaye Linet atarudi kwetu. Mama wa Linet alionekana ana hila, akitabasamu kwa utajiri na hofu ya siri, lakini hakujua kuwa Linet alikuwa amesikia kila kitu. Alijua sasa lazima achukue hatua. Ikumbukwe mipango hii inapopangika hapa, Linet pia anaisikia na alikuwa anapata tetesi kwamba familia yake haitaki kuona anaolewa na Linet na Jide. Kwa hiyo amejua kwa sababu gani ambazo zinafanya sasa asiweze kuolewa na Jide, kitu ambacho wazazi wake wanataka afilisike. Noma. Sasa hapa Linet anaamua kuchukua hatua, anaamua kufanya mpango ili kuweza kuhakikisha kwamba hili jambo linaisha haraka sana, kwa sababu akiendelea kukaa kimya ataondoka kwenye Jide mpenzi wake atafilisika bila sababu za msingi ambazo na yeye sababu ameshaanza kusijua. Twende tu. Linet alikimbia kwa Jide. Alipofika ofisini, usiku ulikuwa mweusi, lakini mwanga wa taa za ofisini zilionyesha uso wake kwenye hofu ya ujasiri. Kumbuka jamaa ameshaanza kujua mipango ambayo na watu wa karibu ambao wanataka kuhakikisha kwamba anaanguka kwenye ofisi yake. Kwa hiyo hajui ni nani moja kwa moja. Twende tu. Jide. Sasa hapa Linet anamwambia Jide, lazima tuchukue hatua sasa. Wazazi wangu wanajaribu kuharibu kila kitu. Jide alikumbatia uso wake akiwa mkali, lakini macho yake yalionyesha mapenzi ya ujasiri. Ikumbuka jamaa anampenda sana mke wake, kwa hiyo hawezi chochote ambacho anamwambia huwa anachukulia tu kama ni serious, kwa sababu anaamini kwamba mwanguko wote ambao unatokea hapa ni mipango tu imetengenezwa. Sasa anamwambia tayari nimepanga kila kitu, atuwaruhusu kufanya hivyo. Hii ni sauti ya Jide akisema kwamba tayari ameshajua njia zote ambazo wamepanga kuweza kuziangusha. Kwa hiyo yeye ameshajipanga vizuri kuhakikisha kwamba hakuna kitu kinaweza kikatokea. Hasa hapa mpango unajulikana na njama yao inafunguka. Meneja aliye mwaminifu alisaidia timu ya Jide kufichua msaliti wa ndani. Walipata faili za siri zinaonyesha kuwa Victor na baadhi ya washauri wa ndani walikuwa wameshirikiana kuweza kumwangusha Jide. Jide alijua sasa kwamba Victor si tu dhidi ya mradi bali ni dhidi ya uaminifu wa karibu.
mzozo wa familia ukawa ni mkubwa. Sasa Lainetta aliwapa siri, alimpa siri Jide na siri imebumbuluka, yani siri imefichuka kwamba hawezi tena kuharibu ule mpango. Bwana, Lainetta aliwapa wazazi wake onyo. Sasa nimeona kila kitu, sitakubali muingiliano wenu kwenye ndoa yangu na mapenzi yangu. Hii ni maisha yangu. Wazazi walikosa cha kusema chochote, lakini Ophia ilikuwa dhahiri kabisa kitu ambacho alikuwa amekifanya, alikuwa amekizamilia, na pengine hakuwa kabisa naelewa kwamba kitu chochote ambacho kimetokea hapa alikuwa anakifahamu. Mwisho kabisa wa episodi ya 4, Jide na Lainetta wamesimama pamoja mkono kwa mkono, wakijua kuwa vita vingi bado viko mbele, lakini sasa wanakuja kujua kitu kimoja: mapenzi yao yana nguvu kuliko njama zote. Twende tu bana, hii ni sehemu ya 4. Usikose sehemu ya 5 kuweza kujua